Ripoti za ASAM Online TV zikiripoti kutoka shehia ya Mto Pepo, ambapo tumefika hapa baada ya kupata taarifa ya kijana mmoja kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali kwa tuhuma za kuiba simu mnamo majira ya saa 1 usiku. Tumezungumza na sheha wa shehia Mto Pepo, Haji Maabadi Haji. Ametueleza namna alivyopata taarifa hii na hatua alizozichukua. Mimi ni Abdillahi Abdullah, nyuma kamera Ali Haji Abdullah. Mimi jina langu Haji Maabadi Haji, sheha wa shehia ya Mto Pepo. Jana majira saa 12:30 za jioni, wakati narudi kwenye majukumu yangu ya kitaifa, kufika skuli nikasikia tetezi tu, sheha kuna mwizi kaiba simu, wananchi wananambia. Nikawauliza, je, kaelekea wapi? Akanambia kaelekea maeneo ya kwako huko juu. Basi mimi nikaungana na wananchi kumfuatia tukio hili, kwa sababu nitaka kujua huyu mtu kweli kaiba hii simu na anatokea wapi. Kwa bahati tukawa tunafuata ile mwa watu, ndio akasema wale watu wanatuambia amepita huko, amepita huko, amepita huko. Kufika mbele kuna nyumba ya Saidi Samaki MP 141D. Hiyo nyumba wakati anapita yule kijana na kipigo ameshaanza kukipata, akaona bora ajisalimishe mle. Lakini baada ya kuingia mle ndani, vijana walimpiga wenye hasira na kumjeruhi sehemu za mwili wake pamoja na maeneo ya kichwa. Hivyo mimi baada ya kuona hali hiyo, nikawasina la budi, nikampigia simu OCD kwa kutaka msaada, na muda si mrefu akaja OCD, akaja vijana wake wa OCD, polisi na gari, tukaenda kwenye tukio na tukamkuta kijana yuko hali mbaya sana. Hivyo akachukuliwa akapelekwa hospitali tena kwa hatua zaidi. Kijana huyo kwa kweli hajulikani anapotokea, na kwa maelezo tu mafupi hakai kwenye shehia yangu ya Mto Pepo, kwa sababu kwa watu waliokuwepo pale na wazalendo halisi wa shehia ya Mto Pepo basi wengemjua tu, lakini hajulikani anakotokea wala hajulikani jina lake. Kwa hiyo mimi nilishindwa kulijua jina lake na anakotokea. Jana alipelekwa hospitali, kwa sababu sijui mpaka sasa kinaendelea kipi, lakini kuna tetezi tu nimesikia kwamba ameshafariki. Hivyo ndivyo mpaka sasa taarifa hizo nilizozipata kwamba ameshafariki. Na matokeo yote yanayotokea basi sio vijana wa kwenye shehia yangu, isipokuwa ni kwamba wanaotoka sehemu mbalimbali tu kuja kwangu. Sasa mimi labda nitoe wito tu, niwaambie vijana Mto Pepo kuna watu wamejipanga, wafahamu hilo swala sio zuri, kwa sababu kijana nguvu kazi kama ile jana, na sasa ajira zimo nyingi tu. Sasa msimu wa madagaa tayari kuna watu wanavunja mawe. Sasa si swala jema kwamba wewe kutaka kula jasho la wenzako. Matokeo kama hayo yalomfika kijana ambaye nguvu kazi kabisa ya taifa. Vile vile natoa wito kwa wananchi kujichukulia sheria mikononi mwao, si vizuri. Sasa hivi kuna vituo vya polisi vimeenea kila pahali. Ingekuwa ni busara tu akampeleka kituoni, kama kweli umeibiwa ungepatikana ushahidi akapelekwa mahakamani, basi sheria ikachukua mkondo wake kuliko kuchukua hatua mikononi mwao kama vile walivyofanya jana.